نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنا أنبه هنا على أمور هامة منها. نميمي ninazindua hapa ala umurin, juu ya mambo hammatin, ya muhimu, minha, miongoni mwayo. Katika nukta hii almuallif rahimahullah ta'ala amekusudia kutoa tanbihi na kuwazindua watu juu ya yale mambo ambayo kwamba ni muhimu sana, hasa katika jambo la harusi. Al-awwal, jambo la kwanza, qala rahimahullah ta'ala: ta'liqu suwari ala al-judurani. Ta'liqu suwari ala al-judurani, kutundika picha juu ya kuta. Unaweza kukuta chumba cha bibi harusi kimejaa mapicha. Hapa kuna picha ya msanii fulani, hapa kuna picha sijui ya nani, hapa kuna picha ya nani. Sawa'un kanat mujassima, sawa zitakuwa za kiwiliwili, au ghairu mujassima, au ni picha ambazo hazina kiwiliwili. Laha dhillun, ni za kivuli, au la dhilla laha, au ni picha ambazo hazina kivuli. Yadawiyatan, sawa zitakuwa ni zimechorwa kwa mkono, au fotografia, au zitakuwa ni picha za fotografi. Fa inna dhalika kullahu la yajuzu, hakika yake hilo jambo, hayo yote hayo tuliyataja hapo, kullahu la yajuzu, yote hayafai. Wayajibu ala almustati'i, na kuna wajibika kwa yule ambaye mwenye kuweza, naz'uha, kuziondoa hizo picha. Yule ambaye ana uwezo wa kuziondoa, basi ni wajibu kuziondoa. In lam yastati' tamziqaha, ikiwa hataweza kuzichana hizo picha, ziondolewe tu katika sehemu hiyo. Ikiwa hawezi kuzichana, basi aziondoe. Ikiwa anaweza kuzichana, basi azichane, kwa kusiwe na mapicha katika chumba cha maharusi hawa. Athani, jambo la pili la kuwazindua watu katika harusi zao: satrul jidadi bisajjadi wa nahwihi, ni kusitiri kuta, bisajjadi, kwa mabusati, wa nahwihi, na mfano wake. Ni zile kuta kustiriwa na kuzibwa zile kuta, bisajjadi wa nahwihi, kwa mikeka au mabusati na mfano wake. Walau min ghairi alhariri, hata kama itakuwa ni kinyume cha hariri. Liannahu sarafun wa zinatun ghairu mashru'a, kwa sababu ikiwa ni kwa hariri ni kufanya israfu na ni zina ambayo kwamba ghairu mashru'a, imekatazwa katika sharia. Athalithu, jambo la tatu katika yale ambayo anayazindua muallif rahimahullah ta'ala: ma taf'aluhu ba'd an-niswa, ni yale ambayo wanayafanya baadhi ya wanawake, min nadfihinna hawajibihinna, katika kunyofoa nyusi zao. Kuna baadhi ya wanawake inapofika harusi kama hivi, basi wao huenda kunyofoa zile nyusi zao, hata takuna kalqaus, mpaka zikawa nyusi zao ni kama upinde au alhilal, au mfano wa mwezi mchanga unavyoonekana. Yani nyusi amezichonga kiasi cha kuonekana kama upinde au mwezi mchanga. Yaf'alna dhalika tajammulan bizamihim, wanalifanya hilo kwa madai ya kujiremba, kwamba wao wanadai sisi tunajiremba na tunajipamba. Wa hadha mimma harramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hili ni miongoni mwa yale ambayo ameyaharamisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa la'ana fa'ilahu, na mtume sallallahu alaihi wasallam amemlaani yule anayefanya kitendo hichi. Kwa hili jambo limekatazwa na sharia. Arabi'u, jambo la nne katika mambo ambayo anayazindua muallif rahimahullah ta'ala: hadhihi al'adati alqabiha al-ukhra, ni haya mazoea mabaya mengine, mazoea alqabiha, mabaya na machafu kabisa mengine. Allati, mazoea ambayo tasarrabat min fajirati Uruba, mazoea ambayo yameenea kutoka kwa fajirati Uruba, wanawake waovu wa Europe, ila kathirin min almuslimat, yakaenda mazoea hayo yakaenea ila kathirin min almuslimat, kwa wengi katika wanawake wa Kiislamu. Ni mazoea gani hayo ambayo ni mabaya na machafu, ambayo yametoka katika mila za watu wa Europe? Wahia, nayo hayo mazoea na ada ambayo imezoeleka katika jamii zetu hii leo, ni tadmimuhunna liadhfarihinna
bisamghi al-ahmar, tadmimuhunna liadfarihinna bisamghi al-ahmar, ni wao kuzipaka kucha zao rangi nyekundu, kucha zao kuzipaka zile rangi nyekundu. Al-ma'ruf al-yawm, ambayo hujulikanwa leo hii bimanikur, hujulikanwa kwa jina la manicure, ile manicure. Wa italatihinna li ba'dha, na kurefusha kwa baadhi yao wanarefusha kucha zinakuwa ndefu. Fa inna hadha fihi taghayyurun li khalqi llahi almustalzim la'na fa'ili, hakika kufanya hivi ndani yake kuna kubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kulazimu laana yule mwenye kufanya kitendo hicho, anazipata laana za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ada hii wameizoea sana wanawake, kuzipaka rangi zao, kuzipaka kucha rangi zao rangi nyekundu ambayo inaitwa manicure, au kuzirefusha kucha zao zikawa ni ndefu kiasi cha kwenda kinyume na fitra ya mwanadamu. Kufanya hivi, anasema muallif, ni kwenda kinyume na kubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubadilisha ambako kuna lazimu kupata laana za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisu, jambo la 5 ambalo analizindua muallif rahimahullah ta'ala, anasema mabtuliya bihi aktharu rijal, ni yale ambayo wametahiniwa nayo wengi katika waume. Mabtuliya bihi aktharu rijali, ni yale ambayo wametahiniwa nayo wengi katika wanaume. Min at-tazayyuni bihalqi al-lihya, katika kujipamba kwa kunyoa ndevu. Wengi katika wanaume wametahiniwa na mtihani huu wa wao kujipamba kwa kunyoa ndevu, kuzishevu ndevu zao kutaka kuonekana katika muonekano fulani hivi mzuri. Bihukmi taqlidihim lilurubiyyin al-kufar, kwa wao kuwaigiliza wale watu wa Europe makafiri wanavyoonekana katika mionekano yao, na wao wakataka waonekane kama wao, wakazinyoa ndevu zao. Hatta sara min al-'adati indahum, hatta sara min al-'ari indahum, mpaka ikawa katika aibu kwa wao, an yadkhul al-arusu, ni arusi kuingia, ala arusihi, kwa yule arusi wake, yani mume kuingia kwa mkewe, wa huwa ghairu haliqin, na hali ya kuwa si mwenye kunyoa, yani yuko na ndevu zake. Hii ikawa ni aibu kwa wao, yani mtu akawa anaona haya na aibu kwenda kwa mkewe hali ya kuwa ameziachia ndevu zake. Kwa hivyo akataka kuzinyoa na kuzipunguza, pengine zionekane katika muonekano wa mtu fulani au allani katika makafiri wa Europe. Wa fi dhalika iddatu mukhalafati, na katika hili kuna mikhalafa mingi. Mukhalafa wa kwanza, taghyiru khalqi llahi, ni kubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo cha mwanaume kunyoa ndevu zake ni kubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomuumbia. Jambo la pili katika mukhalafa unaopatikana kwenye hili ni mukhalafatu amrihi sallallahu alayhi wasallam, ni kukhalifu amri yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliyowaambia wanaume, khalifu almajus wa khalifuni wa majusi, au khalifu alyahuda wa khalifuni mayahudi, kwa ninyi kuziachia ndevu zenu na kuyapunguza masharubu. Kwa hivyo wewe kunyoa ndevu zako ni kukhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la tatu ni at-tashabbuh bil kufari, ni kujifananiza na makafiri, kujifananisha na makafiri. Kitendo cha wewe mwanamume kunyoa ndevu zako kwa ajili ya harusi yako, lengo na makusudio uonekane mzuri, ufanane na fulani au alani katika makafiri wa Europe, jua ya kwamba umejifananisha na makafiri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yoyote atakayejifananisha na watu fulani basi na yeye yuko miongoni mwao. Kadhalika jambo la 4 katika mambo ambayo yanapatikana katika mikhalafa ni at-tashabbuh bin nisa'i. Baya zaidi ni mtu kujifananisha na wanawake, kwa sababu kidevu cha mwanamke ndicho ambacho hakina ndevu. Hivyo mwanaume haitakikani kidevu chake kikawa ni mfano wa kidevu cha mwanamke, isipokuwa ikiwa ni maumbile yake. Yeye kitendo cha kunyoa, akanyoa ndevu zake, basi atakuwa amejifananisha na wanawake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hili la mwanaume kujifananisha na mwanamke, bali kuna laana juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalaani wale ambao ni wanaume wenye kujifananisha na wanawake, na wanawake wenye kujifananisha na wanaume. As-sadis wal akhir, jambo la 6 na la mwisho ambalo amekusudia kulizindua muallif rahimahullah ta'ala, ni lubsu ba'dhi ar-rijali, ni kuvaa baadhi ya waume khatama adh-dhahabi, kuvaa pete za dhahabu, alladhi yusammunahu, pete ambayo wanaiita wao
bi khatamil khitba, wanaita kuwa ni nini? Khatamil khitba, wanaita ni engagement ring, pete ya uchumba, wanaita pete ya uchumba. Fahadha fihi min taqlidi al-kufari aidha, katika hili ndani yake vile vile kuna kuwaigiliza makafiri vile vile. Lianna hadhihi al-aada, kwa sababu ada hii na mazoea haya, sarat ilaihim min an-nasara, imewafikia wao kutoka kwa manasara. Hawa waislamu ambao wanavalishana pete za uchumba, hawa waislamu ambao wameingia ada hii na mazoea haya, ni ada ambayo imewafikia wao kutoka kwa manasara. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وجوب إحسان عشرة الزوجة. katika kipengele hichi cha mwisho cha kuzindua na kutoa tanbihi, ameongeza kipengele cha uwajibu wa kufanya uzuri matengamano ya mke, yani mume kutengamana vizuri na mkewe, kuishi naye katika maisha mazuri, na hili ni jambo amelitaja ala alwujub, katika uwajibu. Qala rahimahullah ta'ala wayajibu alayhi, na kuna wajibika juu ya mume, an yuhsina ishratahu, kuwa na matengamano mazuri, an yuhsina ishrataha, kuwa na matengamano mazuri na mkewe, wa yusayiraha, na amfanyie upole, fima ahalla Allahu laha, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemhalalishia mume kwake mke, la fima harrama, si katika yale ambayo ameyaharamisha Allah, wala siyama, na hasa idha kanat hadithata sinni, hasa atakapokuwa binti huyu ni mwenye umri mdogo, aishi naye kwa maisha mazuri, atengamane naye kwa matengamano mazuri, na amfanyie upole, asimfanyie ukali, hasa akiwa ni binti mdogo ambaye bado anahitajia miongozo, bado anahitajia maelekezo, bado anahitajia maarifa makubwa kutoka kwa mume juu ya maisha ya ndoa. Wallahu tabarak wa taala a'lam.